Acts chapter 6, verse number 1. Okay? Now the Bible says, and in those days when the number of disciples was multiplied, katika zile siku wakati ambapo wafuasi walikuwa wengi, wakaanza kuwa wengi katika nambari. In the apostolic days, when disciples began to increase in number, they became many. Just from 5 to 6, 7, 8, wakaanza kuwa wengi sana. Very many. There arose a murmuring. Kukatokezea manunguniko. Si ni kweli? There arose murmuring of the Grecians against the Hebrews. Kukatokezea manunguniko ya Wagrecia kinyume na Waibrania. Because their widows were neglected in the daily ministration. In those days, when the church gathered, the disciples used to give out food, distribution of food, and other things that were needed, manguo, among many other things, to the widows and those who were needy. But then, when they were still few, there was no complaint at any point. But the moment they increased in number and they became many, then complaints began to arise from within the team. One tribe began to complain about another tribe because they thought one tribe is favoring another tribe. Then verse number 2. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Mtu wa Kiswahili yako hapa ndani kweli. Tutawezaje kuacha neno la Mungu tubaki tu kwa maneno ya midomo kwa sababu ya chakula? Hello? Kuna mtu wa Kiswahili? Soma kwa mahali ya Kiswahili nisikie tu hiyo verse number 2 ile nasema. Unajua sielewi hii ni King James, sielewi Kizungu vizuri. Chapter 6 verse 2. Haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumia mesani. Haifanyi? Haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mesani. Then the 12 called the multitude of disciples. Wamesema tenashari. Wakaita wafuasi na wakawaambia, haipendezi kabisa sisi kuzurura hapa na masahani na madish na matrays ati tuko tunang'ang'ana hapa na chakula. Inafaa turudi wapi? Kwa neno. Hapo ndio mahali tunafaa turudi. So it is not good enough. It is not pleasing enough. And verse number 3. Wherefore, brethren, look ye out among you seven men of honest report. 7 men of report. 7 men of unahepa you honest. Are you a victim? 7 men. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom. Full of the Holy Ghost and wisdom. I love this. Whom we may appoint over this business. Which business? The business of stew. The business of food. So even when it comes to the business of food and stew, we also need honest people who are full of wisdom. Yeah. People who are full of wisdom. People who are full of knowledge. People who are full of understanding. People who are full of the Holy Spirit. Yaani hata mtu kimpatia chakula agawe kama ana Roho Mtakatifu, chungana sana na huyo mtu. With the proof and exhibit of speaking in tongues. Wherefore, brethren, look ye among ye 7 men of honest report. Yaani watu walio na ushuhuda mzuri. Honest report. Good reputation. Thank you. Any other translation? Honest report, good reputation. That simply means good character.
a good moral. Si walafi, thank you so much. Men of honest report. Full of the Holy Ghost, not half of the Holy Ghost, not 3/4, full to the brim. And wisdom, whom we may appoint, whom we may do what? Not whom we may vote in, not whom we may ask who wants to vie for this privilege or this opportunity, but whom we may appoint according to our own judgment. They have a good report, they are full of the Spirit of God, they are full of wisdom, we can judge them. Then let's appoint, because they qualify to be in the office. Appoint over this business, verse number 4. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Glory. Amen. The 12 will appoint some guys who are honest. They have a good report. They are full of the wisdom of God. And they are full of the Holy Spirit. They have understanding. They are people of good moral. Then these people will be appointed to take the responsibility of distributing food and stew. In other words, hii chakula wakati ilikuwa napeanwa, kuna watu in between ambao walikuwa wanapewa chakula na wafikishi. Wanakula. Na ni among the disciples. Sio members, among the disciples. Wanapewa chakula lakini hawafikishi. So let's get some people who are full of discipline. Hao ndio tutakaopatiana haya majukumu, so that they take responsibility. But we will give ourselves, we the apostles, we will give ourselves to the prayer and to the teaching of the word. The ministry of teaching of the word. We will give ourselves to that assignment. Glory be to God. Amen. And then, and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, Parmenas, and Nicholas, and proselyte of Antioch. Yani, hao ndio watu walikuwa na good report. Glory be to God. Here tunasema next week. My interest is here. Father, we have grown. Manunguniko yako, we bind every mouth that is open to every manner of nonsense. Rise up on your feet and make that prayer. We shut every mouth. Kila kinywa cha manunguniko tunaziba na kufunika katika jina la Yesu. We stitch every mouth in the name of Jesus. The mouth that brings complaints. In the name of Jesus, lift up your voice, somebody. Take your position and make that prayer. We stitch every mouth that is out to bring complaints. Mando bobo seke de brequeria. Leriando breque solida. La propose les usa. Every mouth that is out to we bind you now in the mighty name of Jesus. Thank you, precious Father. La bobo bobo seke de. Watch out. Thank you, precious Father. We silence every mouth that is full of complaints. In the precious name of Jesus.
In Jesus' precious name we have prayed. Amen. As you have prayed, so shall it be in the mighty name of Jesus. Amen. Every mouth opened for complaints, we shut it in the mighty name of Jesus. Amen. We teach it in the name of Jesus. Amen. We will remain to the teaching of the word and the praying of prayer in the mighty name of Jesus. Amen. It is in Jesus' precious name we have prayed. Amen. Together with us is our guest for the day. Are we ready to receive our guest? Yes. What makofi mazuri. Naweza tukaketi. Haleluya. Bwana asifiwe. Singekuwa nahitaji introduction, lakini kwa sababu ya wale ambao hawanijui, I am Brother Dominic Wafula Osianju, covenant brother to your pastor, Pastor Tim. Amen. I think I've preached here many times, so I know wengi mnanijua, na kwa vile ni mkutano wa viongozi, tungependa tuende kwa mafundisho ya uongozi haraka. I think I am taking episode 22 or 21. 22. And today tunaongea juu ya leadership is separation. Uongozi ni kutengwa. Leadership is separation. Praise the Lord. Leadership is separation. Before I read the scripture, I want to break that word leadership into 3 so that you understand the separation I'm talking about. Lead, it simply means front. Ukisikia wakisema the lead minister, inamaanisha the one who is in front. The lead athlete, inamaanisha mkimbiaji ule ako mbele. Lead just means front. Praise the Lord. Amen. Then ER, leader. ER, maana hiyo ER, it simply means the doer. So this man who is doing something is in front. He's in front. Come on. So ER, leader, is the doer. Then sheep is a vessel. Sheep is a vessel. Now, when I was preparing for this teaching, my brother, I asked God, mbona hawakusema lead train? Ama hawakusema lead car? Ama lead lorry? Na wakasema leadership. There is a reason. Yes, hallelujah. When you talk about a vessel, ship, hakuna mawimbi kwa barabara. Yes, sir. But ship kuna mawimbi. Mawimbi. Na kwa barabara unajua tu nikitoka hapa nikifika Chebugume kuna bump. Lakini ship haujuangi mawimbi itatokea saa ngapi. Come on. Do you understand? Yes, amen. So when you are in front, you don't know when the devil will slap you. Come on. That's why it's sheep and not lead lorry. Because if it's lorry, you know when to engage gear 1. It is sheep again because there is no definite direction that you are taking. Wesema tunapitia tu kwa aka tu kamaji. No. Hata ukisonga some distance, still you go to the same destination. Hata ukisonga some distance, still you go to the same destination. So why is it called leadership? It is specific and is different from each person. Ukitoa hapa sheep kwa maji, ikienda in a certain distance, if another ship comes, the journey will not be the same. Let me explain. Moja inaweza enda asubuhi, it is calm. Na ingine rudi jioni, kuna mawimbi. So what you interact with on the road differs according to who you are and where you're going. Leadership. Yani hapa tutafunza vitu mzito. Mungu atupe neema ya kufahamu katika jina la Yesu. Amen. You are great people. That's why you are a lead person. And you are leading a sheep. That means a sheep is here and you are in front. That's why we are talking about separation.
pastor saw it important that we have a sheep of praise and worship. But let me separate this sister to be in front. Shida ni wewe uwe in front na bado na discuss ndani ya sheep. Hapo ndio kuna matatizo. Wewe tulie. Hallelujah. You cannot be in front of a sheep and again discussing the sheep. What's your problem? In the sheep. In the sheep. Wenzima mabali wanasema microphone zinasumbua mara ngali. You are a joker. Na sina apology. Huyu jamaa ananijua tumekaa naye kwa muda. That's how I talk. Leadership haina jokes. You are leading a sheep. You are not inside the sheep with them. You are in front of the sheep. So, nikisikia wewe ni kiongozi wa mama, wana discuss point kama wana discuss mke wa mchungaji, ni wezuri mshipu. Wezuri na leo mama kweli alifaaje? Wewe uko naoza. The day you remain in the sheep, that's the day your leadership becomes irrelevant. Come on. You must be in front of a sheep. Shida kuna watu, they are leading, but they don't want to be seen in front. Bro, the day wanakuchagua tu kiongozi, marafiki wote wanakutorokanga. Kwa sababu wanasema, sasa huyu ataanza kuongeanga na pastor bwana. Sasa, itabidi tukuweko kando. Anaweza tushtaki. They leave you. What? You are not in the sheep. You are leading the sheep. 2 Timothy. 2 Timothy. After this service, there shall be no talks in the sheep in the name of Jesus. Amen. Whatever is discussed in the sheep, it is below you in the name of Jesus. Amen. You are the leader in the name of Jesus. Amen. Chapter 2. Verse 1 to 6. Na kama mtu ana NIV, I like it. Bible, light here to the end of my pastor. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be the soldier. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. The husbandman that laboureth must be the first partaker of the fruit. Father, we thank you for the teaching. Give us understanding in Jesus' name. Amen. Do we have a different version? Mtu atusomee verse 4. Kama kuna different version, NIV or any other different version? NIV version. Yes. Verse 4, the Bible says, no one serving as a soldier Yes. gets involved Yes. in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. He wants to command his to please his commanding officer. It comes back to my statement of a sheep. When you are a soldier, you are on the war front. If you are a soldier and you are living a civilian life, you are a failure. Because soldiership is called to hardness. Is called to being in front. Is called to pleasing your leader. So they are what I call the principle of do. The principle of do. Come on, andika. The principle of do. Mimi, that is a revelation I got. You will realize in kitu najua tu. But I just want to put it the way I got the revelation. The principle of do means do, number one, do as they see. Followed by do
with them. Followed by, they do as you see. And lastly, they do on their own. You do as they see. You do with them. They do as you see. Then eventually, they do on their own. Kama wewe uko in charge ya hospitality, it doesn't mean you are a boss. It doesn't mean sasa wewe unakuja na unakaa hapo nyuma unasema ya vipi simeshughulikiwa, siko tayari, okay, oh yeah, na mmeshughulika hii, sawa. No, that is not the leadership of the kingdom. The leadership you start doing. Kama wewe ni usher, chief usher, you start doing. You come early. Like mimi vile nimeamka nimeenda kwa church nikafagia kwanza, so that anybody does not fagia mbele yangu. Some blessing you must go and do them. One day niliona mama wa hii kanisa amebeba viti kwa kichwa. It is okay. Lakini wacha nikwambie, akibeba hivyo viti kwa kichwa, baraka zote anazoa. Na wewe uko tu. Olia, si ndio viongozi wa wonders. Unaongoza nini my friend? You must do first so that you are in front of them. Carry the chair. Sweep the church. Be the first one here. Kuna watu kushamuita kiongozi. Kwanza kuna jina yenye mimi naogopa sana. Inaitwa assistant pastor na associate pastor. Kuna pepo kwa hiyo jina. Yenye inafaa itolewe ndio mtu akuwe mzuri. Because once mtu anasikia pastor, siku yenye senior pastor atakuwa, mtatambua kwamba yeye ndio yako, alikuwako na atakuwepo. Yani ataonesha yani kweli yeye ndio yako. Akikohoa mnaitika. That is wrong leadership. Yes, sir. You must stand you start by doing. Ukishaanza kufanya, kesho yake my sister unakuja na mtu na unamwambia sasa ukiongoza sadaka. Hapo niko fei. Ukiongoza sadaka unaangalia watu, toa sauti, hakikisha wamesimama, wanafanyanga hivi. Kaa chini nikuonyeshe. Praise, unafanya vitu practically aone na unamwambia aendako hapo mbele. Wewe umekaa chini, sio Jumapili anasimama mbele anafanya, unamwambia kwani unaangalia kando nini? Angalianga watu. Wakati anamaliza Jumapili anamwambia haya. Akishafanya akimaliza unamwambia good. Shida tu ni kwamba hukufunga tai. Next time uta improve. Yes. Tena unamwambia siku ina very good. Unamwambia lakini leo huko unaongelea kwa microphone. Microphone maanisha sauti, so unaweka karibu. Acha kuweka mbali. That is doing with the person. And after that now you let the person do as you see. This one is doing well. After you see eventually ukuwepo, usikuwepo, atafanya kazi. Tukifuata the 4D principle, bro, the church will be a perfect place. Wewe tangu ukuje hii kanisa, kuna mtu anaweza fanya kitu unafanyanga? Kama uwezi jibu hiyo swali, unahitaji mkono. Yaani kutoa mapepo na ugonjwa. Hallelujah. Naona amen zinapunguka. Kama hauna mtu mwenye unaweza sema mimi wanafanya hii, nisipokuwepo, hii ujinga kusema ati mimi nikitoka hiyo kanisa hakuna kitu. Ndugu walienda bwana. Hata vile naangalia hivi saa hii nashangaa. A half of you ndio nawaona mara ya kwanza. That means if you go, God will replace with better one. Yaani wewe vile uko hivi, uko better than mwenye alikanyaga mbele. Amen. Kama Yesu bro, in the book of John chapter 6, don't write that. Jesus was preaching and he said, eat my flesh, drink my blood, and you will have eternal life. Like mimi ndio kitu na akasema vitu gani hii ngumu? Na Biblia inasema and the multitude left him. Jesus had thousands. A church of 1,000. One day he woke up, he had only 12. Usitushitue hapa. So if you are a leader and there is no one who can do your work, wewe ndio hiyo type ya kusema nikitoka hapa hakuna mtu atapraise.
Kuna praise my friend. Hey. So that's true. Hiyo ndio ukweli. Leaders hawataki kuambiwa usikae hapa. Even pastor, one day God can wake up and tell you, I'm sending you to Kisumu. He can wake up and send this man of God. Yes. That's true. I will leave. When he hears God, I can tell you, atabaki hapa. Atabaki. So the question is, wewe ukitoka, him is raising you. Wewe ukitoka, hata uende mahali Nairobi 1 month, can someone effectively do what you are doing? My friend, kama hawezi, you are leading 0. God will give you grace in the name of Jesus. Amen. I said God will give you grace in the name of Jesus. Amen. Where you have failed, you will not fail again in the name of Jesus. Amen. Leadership is accomplishing a task, not occupying a seat. Leadership is accomplishing a task, not occupying a seat. Accomplishing a task, not occupying a seat. Why pastor chose you through the leading of the Spirit? The truth is, there is something you did that made him feel in the Spirit that this man, this woman can do something better. So if you want to be a pastor in this church, are you doing what pastors do? Lakini kama unaishi kama mshirika na unasema mimi pastor anichukulii serious na baada ipata nini ndio mnasimama hapo kwa kona kudiscuss. Ipata haikupamba mtumishi ni kama kuomba vizuri. You are inside a ship. Oya wewe mahali ongozwa tu. Are you living a life of a pastor so that you can occupy the office? It is assignment first before office. Yes, sir. Ukisikia, I saw recently wame post, no, after yesterday nisikia Bishop huyu anaitwa na Henry akisema I am a son of Apostle Timothy. What made the name to change from pastor to apostle is assignment. Establishing ministries. Sasa wewe ni kiongozi tu wa cell group. Or apostle. Yaani nakushangaa. Unataka watu wa kuconsult. Yaani viongozi wananichekeshanga. If you want to fail, anza kutafuta ofisi bila kazi uone. There is no way you can succeed with an office without work. It's assignment that qualify. Mimi nikisimama mahali kuhubiri, hata nisimame tu niseme I am Dominic Wafula. Nikimaliza kuhubiri utasikia man of God. Man of God. Why? Assignment, bro. Sasa wewe unasimama unapewa jina, wakikupea microphone, oli haleluya. Amen. Amen ya pili. Amen ya tatu. Haleluya. Amen. Uliata kwa mahali fulani kwa Biblia. Na unataka upewe office. No. Praise the Lord. Kuongea sana kwa group ya viongozi doesn't make you a leader. It is not talking the lead. It's taking the lead. It's not talking. It's taking the lead. Hallelujah. Amen. Sasa wewe unaishi kama kiongozi ama unaishi kama mshirika? Mshirika ni wale wenye mwezi kiisha kabla pastor akupigie simu ni issue. Huyo ni mshirika. Alisikuishi pastor alinamuonanga tu anatembelea wengine. Alinitupa akanitupa kabisa. Sasa wewe na mshirika kuna tofauti gani? Wewe ndio mshirika akikuja kwako akwambie pastor siku hizi atembelei wapi? Unamwambia huyo mtumishi wa Mungu kazi iko mingi. Lakini sisi tuko dada. Tunaweza omba na wewe. Tunaweza simama na wewe. Lakini wewe bado uko kwa miliki. Lakini wakisema mkutano wa viongozi
tunapaki nyuma kidogo kama viongozi. Tafuta chupa ya maji. Tafuta chupa ya maji na soda. It is not the office. Listen, na unisikie vizuri. Kila ofisi iko na angels, ana iko na demons. Vile unazaliwanga hivi, Mungu anakupa malaika, shetani anakupa pepo ya kukufuata. Inaitwa monitoring spirit. So ukiingia kwa ofisi ya bishop, yale mapepo yanachapanga mabishop inasema ati wewe bishop. Sasa simple. Na unaona tu bibi yako anakuwa tu mzuri, anaanza tu kwenda hivi, anaanza tu kwenda hivi. Kumbe uliingia kwa ofisi yenye hujafika na pepo inaingia tu kwa bibi. Inasema wewe unakifanyanga na upiri na kwa hii nyumba uleti kitu. Pure pirash. Wewe ni mwanaume nusu. Oliwe nielewe. Ali mwanaume ni kutoa, sio kuongea. Kumbe uliingia kwa ofisi yenye haujafikia. Ulitoka ndani ya ship na una capacity ya kutembea kwa maji. So mawimbi vile ilikuja tu hivi, pia chini. Wanaweza lengo hata mimi mambo ya huduma nimechoka kabisa. Ulipasa na kuletea mavitabu. Bro. Vitabu tutapeleka bingu. Biblia inasema kwamba we will also give account of every work that we did. No, account taunde register. Ukichoka, ingia kwa nyumba wakati wa maombi unasema Yesu nimefika, nimeleta vitabu, nimeachana na hivi vitu. Ambia Yesu. Anaambia mimi. Anakusumbua sisi hapa tumewacha vitabu. Unaacha vitabu ya nini? Majina iko kwa vitabu ya wamama. Umeona hapo Timothy kwa wamama. Ndio letee Timothy. Hapo kwa praise and worship. Umeona hapo pastor team praise. Hakuna. Peleka Yesu. Useme Yesu na aruwa. Sio hiki. Na ukisharuwa kazi, pia ruwa kukula, ruwa baraka. Choka kila kitu. Usichoke assignment na uje mkatoli fungua milango. Jesus, the Bible says, he who does not work should not eat. So you want to chop. Let me use Nigeria. You want to chop and you don't want to work. Lakini kuna watu mnapenda privilege ya kiongozi, lakini assignment ya office ampo. Kuja mapema kama vile. Na unaona tu kiongozi mkutano katikati ya kuji. Ukutana yako barabara. Hapasa mbele hapo peace. Sasa wewe ukikutana na mshirika town na kuulize mkutano ilikuwa wako, utamjibu ni? Unamjibu ulikuwa wako peace. Niulisieko tena. May God help us today in the name of Jesus. Amen. It is not a seed. Unakumbuka Philippians chapter number 2 verse 9 to 11. He said, I've run the race. I've finished. I've accomplished the task. That's Paul speaking. Sindio? Wacha nikwambie, siku tu ulichaguliwa kuwa kiongozi wa hii kanisa na ukasema yes. Walikutoa tu kwa Mungu alikutoa tu kwa washirika hivi. Na akakuweka tu mbele. Na washirika wakachukua tu torch. Na wakakumulika tu nyuma hivi. Mama ukivaako tu fire town. Watakudiscuss, I am preparing you. Hauko kwa ship. So wakikudiscuss usirudi tena kwa ship. Ulimnasemaje? Utakuwa umerudi kwa ship. Wakiongea wewe enda. There is no forbiting, it's backbiting. They are behind, we're front. Wachana na kubaki. Come on. Kama utaki usemwe, wachana hivi turudishie Yesu wacha. So long as ndugu wewe ati ni kiongozi, watakucheki. Do you know how many people talk about simple man like the president of Kenya? Do you know how many? Hata wengine hapa mlimsema jana na hawajui. Na hata wengine hatu kumpigia kura kama mimi. Lakini huru. Huyu mtu anaitwa Muturi. Hakuna mtu alikuwa anamjua. Lakini vile alikuwa tu speaker, sasa kila mtu Muturi kwa mdomo. Why?
He is not in the ship. He is outside the ship. That's why anaonekana. So bro, my sister, kusemwa ni compulsory. Hiyo ndio kitu Yesu alitupromise. Alisema with blessing there shall come persecution. I have brought a sword. Hallelujah. Amen. He said the enemies of a man are of his own household. Yes, sir. Haimaanishi kwenu peke yake. Watu wanaongeanga juu ya pastor, ni mapasta na washirika. Sio watu wa nje. Andrew. Kama unataka mtu akuseme kitu, wachana na uongozi. The day you are chosen, you are in the light. Everyone is seeing you. Enda mbele, usiangalie nyuma katika jina la Yesu. Go ahead. Amen. You know those people who prosecuted Jesus were teachers of the law. Yani nilisoma hapa nikasema kweli watu ni wajanja. Yani na hao teachers siku moja Yesu alikuwa anafunza, akasema, he was talking about the kingdom of God. Na mtu anainua mkono, mmoja wa hao Farisi anasema, yes, viongozi. Yes, Yesu akasema, niliona wafuasi wako wanakula bila kunao. Touch. Pastors, na washirika wanawareporting. Let me tell you kwa ufupi. Vile uko hivi, pastor anapata report yako. Kila siku. Usifikiria anapatanga report. Pastor siku hizi ndiko ni anachelewa. Na mwenye anasema hata akujaje Jumapili zote. Lakini sasa kwa vile ni mshirika wetu, sisi tunapokeaga information. Yes. Why? It helps us to guide you. Pastor siku hizi kiongozi wa mama amenuna, hayuko vile alikuanga. Siku hizi amefura sana. Hata kwa mkutano hatusalamii vizuri vile natakana. Why? You are in front. God give you grace in the name of Jesus. Amen. You will not back off in the name of Jesus. Amen. Leadership is transfer of vision. Is transfer of what? Vision. He strives to please his master. He strives to please his transfer. So anytime we have a church, we only have one vision. Kama ulitoka kanisa ingine na patani ingine, penye hakunanga program, mnafika tu na mna worship huko, hata kiongozi waipata anasimama hapa na bado una worship huko. Hiyo bangi hapa haifanyangi. Hiyo pattern ni ya kwenye ulitoka. Ukifika hapa unafuata pattern ya hapa. Amen. Rise up on your feet, give God praise, hiyo ndio pattern ya hapa. So once you live there, you come here. Fuata hii pattern uielewe. Ukikuwa kwa uongozi wa wamama, follow the same pattern. Usifike kwa uongozi wa mama na muanza kulia chinjuku. Olia, acha tukuleko tukingoja wengine. Ya, unaona pastor akifanya hiyo ujinga. China ilikuwa mrela kunywa kwanza usiyepanga. Yaani wewe ni kiongozi wa ushirika na unakunywa chai kabla ya neno. Ushindwe. Na kuna washirika wako tempting kabisa. Don't fall for that temptation. Kuna washirika wako tempting. Yaani ukifika tu naona wako tu kwa maandazi. Nasema kunywa wako kidogo kama bado tunangoja wengine. Don't fall for that temptation. Amen. Thank you, sir. Don't, my friend. Amen. Hii kitu kama tungefall for hii, hatungekuwa tunahubiri pale. Yes. Don't fall for that. Wewe kama ni saa ibada, fika hiyo saa. On dot kama ni saa 9. Rise up on your feet. Raise your hand. Give God thanks. Appreciate it. Prayer point 2, prayer point 3. Let us go to worship. Finish. What? Testimony. If there is anything else, God bless you. Let's meet again on Sunday. Don't miss. Invite friends. Lakini wewe unamaliza hata useme vile pasta anasemanga. Asante sana kwa hiyo chai imekuwa mzuri. Next place pia tukikunywa wako itakuwa vizuri sana. Listen. Paul says
My son. Unaona vile anaanza. My son, you are a son. Even kama wewe ni mama, in the spirit you are a son. Yes. You have inheritance in this house. Yes. Pastor does not appoint a neighbor to lead the church. Yes, he appoints a son. So a son must resemble the father. Come on. Praise the Lord. Amen. Hakuna vision mbili. Kuna watu tulitoka kanisa la tofauti. Mimi nilitoka Catholic nikiokoka. So kuna wengine walitoka kanisa zile wanafanyanga hivi wakiomba. Ati wanatisha shetani. My friend, shetani sio physical ni spiritual. So tisha hivi kiroho, zitishe kimkuu. So kuna watu wanafanya na wanakuwa serious. Na wewe ni kiongozi hapa, uonangi kifanywa hapa. Na unaenda kwa mkutano kako kenye pastor amekupa opportunity. Na unafika hapo unakuwa serious. Pastor anaona tu Jumapili moja anasikia makofi kwa kona miguu. Akifuatilia ni wewe pastor huyo futa. Futa huyo. You must follow the pattern. Yes. Praise the Lord. Amen. You must follow what? The pattern. What a pattern? Kusema hii vitu ya kusimama na kuketi, kusimama imenichosha. Witness, why did you come here? If you are a leader, you should be the first one to stand when people are standing. Yes. Be the first one to sit. Ukikana kujamaa kumekaa tunamwambia hapa tunasimamanga ndugu. Tell the person. Asikuuliza na hapa mnasimama sana, unamwambia usijali. Usijali hata mimi nilisumbukananga. Help the person to understand it is not punishment. Yes. It's honoring God. Amen. If you help a person like that, atakuchukua kama kiongozi. Bana rudurudu kwa sheep. Praise the Lord. Amen. Ukichange pattern ya hii kanisa, utakuwa unaleta shida kwa hii kanisa. Yes. Na hiyo kitu haianziangi mbali, hiyo kitu mahali penye naanzianga bro. Ni hapa kwa dikoni, pastor, na hapo kwa kiongozi wa mama, hapo. Na priest huko. Bro, kama anachomokea tu huko. Aliona maaputu vile ilikuwa. Wewe ni kiongozi. Ali maaputu leo. Watu walianguka tu chini. Hata hakukuwa na haja ya kuhubiri hii. Maaputu. Wakati niliaputu tu. Kwa tumemaliza. That will not be you in the name of Jesus. Amen. Iyo maabudu na microphone napigia kelele, it is assignment of someone who started preaching, putting his Bible on the desk. Yes, kama haukukuwa kwa desk, umekuja kwa microphone, heshima bro. Yes. Kaja wako na microphone, hallelujah, hallelujah, pinyo mikono. Kulikuwa na hii keyboard kabla wewe ukuje. Yes. Siku moja hapa ukuje tu na kamera na video uweke hapa. Ziko. Uonyeshe watu. Because some leaders, unless they see where you came from, yes, they cannot stand. Praise the Lord. Amen. I have 2 minutes remaining. Now, let me give you the last 2 points. Then the Lord shall bless thee in the name of Jesus. Amen. Keep off casual talks with members. You are a soldier. Keep off casual talks with members. You are a soldier. Casual talks. Si mpaka nieleze. Keep off casual talks with members. You are what? A soldier. What I mean is this. Reduce interactions. Wacha kukopa watu pesa. Na wewe ni kiongozi. Wacha kukopa watu pesa ndio casual talk naongea. Utanifukuzia mshirika kwa kanisa. Kiongozi unakopa na unaanza kupiga tu chenga. Na mtu anasema kama huyu anakuanga karibu na pasta na hiyo suti na anafanya hivi. Hii ndio tabia hii kanisa basi. Anakulaje 1000 yangu? Hii ndio tabia. Kwanza hapo na kachuma kama kapasa. Unaona koti ya pasta na koti yake. Unafanana. Anakopa pesa hii. My friend, cooperation wacha. Enda ukope watu wengine wa huko nje, mta survive. Wacha ukope. Pesa ya washirika iko fani sana. Au patingi.
Na ukipata unasahau tu ulikopa mshirika. Before you know it, the days have expired. Praise the Lord. Amen. Kasho talk. Kama uko na shida na mke wako, either kiongozi mwenzako ama pastor. Sio kushika mshirika. Na namwambia, nikwambie kwa chane. Bwana kunichapa pia alinichapa. Sasa mama anashangaa kama kiongozi wa mama analimwa hivi. Na mimi hii kanisa hakuna mwangaza. Hizo ndio kasho talk. Soldier hardness. Yaani hata kama ulilimwa na bwana wako akikupea hapa kuongoza ipano sema praise the Lord. Put your hands together for Jesus. We are more than conquerors. Yaani ulipigwa na bwana. Hapana wewe. Asifiwe sana, asifiwe simama haraka. 1 Timothy chapter 3 verse 4. Raise your hands, pray. Thank you. Amen. Unataka nani aone hiyo sura yako mbaya? In the presence of God there is fullness of joy and pleasures forever. Hata kama ulikuja na shida zako, wacha huko nje. Ingia hapa, weka smile. Amen. Take in the lead. Na ukiwa na kiongozi wa praise and worship pastor, na huyo kiongozi atafuti nyimbo mpya. The Bible says sing a new song. Yes. Bado tuko tu hapa kwa akinita nitaitika. Hao ndio shida. Ulishaitwa. Uko hapa ndio maana ulishaitika. Sasa wewe utaitika lini? Ekikuwa nje kile nitafanya. Sasa yani hawafanyi wamengoja hiyo siku. Nitafanya mtu fanya kazi. Hello, Kasho talks. Wacha kuongea na washirika vitu za ujinga. Amen. And some of you see a simple mistake on a pastor, then you sit with two people talk. You are a big fool. Big fool kabisa. Kwa sababu Yesu kupiga watu makofi kwa kanisa na kuwafukuza, actually wewe ukiangalia ilikuwa vizuri kweli? Haikuwa vizuri. Lakini Jacob kinapita. Yalo ndakota. When you decide to follow a man of God, their weaknesses and their strengths. Yes. Focus on strengths. Leave alone the weakness. He has his own spiritual father. He has his own God. Amen. God will deal with where weakness is. Unaweza fikiria unahama hapo unaenda mahali pengine. Kumbe you are jumping out of fire. You are supposed to be soldiers. Wherever you defend your pastor with all audacity. Yes. But akisema pastor Timo, ulikuwa semaje? Alishauri alibereno makosa ulish. Don't you try. Lakini mna respond kufanya. We do. Rise up on your feet. Jesus, give me grace to be a good leader in the name of Jesus. Raise your voice. Ask God to give you grace. Grace, my God. Give me grace to be a good leader. Give me grace to be in front. Give me grace to be in front. Give me grace to be in front. Take away failure in my life and give me grace. Take away failure in my life and give me grace. In the name of Jesus. Take away failure in my life and give me grace. In the name of Jesus. Take away every frustration and give me grace. In the name of Jesus. Take away every failure and give me grace. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, my Father. In the name of Jesus. I appreciate you, God. In the name of Jesus. I give you glory. I give you honor. In the name of Jesus. You are my God, my Father. In the name of Jesus.
Father, I appreciate you. There is none like you, my Father. Thank you for your people. They have gathered here, my Father, to be empowered as soldiers. I pray for them, my Father, that where the weakness has been, give them strength. Where they have failed, give them victory. Where they are struggling, give them grace. I pray for these leaders, my Father. They shall be soldiers like Paul. They shall finish the race successfully in the name of Jesus. None of them shall faint along the way in the name of Jesus. I rebuke the spirit of Judas. In the name of Jesus. I rebuke the spirit of Judas. In the name of Jesus. All of your people shall be followers. Thank you, my Father. In Jesus' precious name we have prayed. Put your hands together for Jesus. Please take your seats immediately. Take your seats as fast as possible. Thank you so much, bro, for that.